Msikilizaji, hizi dakika zilizosalia nataka nizungumze na wewe mwanamume unayenisikiliza, lakini na wewe mwanamume ambaye unanitizama. Kuna labda ishawahi kukutokea kwamba kila unapokuwa na mpenzi wako, kila unapokwenda kwa mpenzi wako, ama unapokuwa na mke wako, unaona tofauti lakini hujui sababu ni nini. So kuna baadhi ya wanawake ambao wapo kwenye ndoa ama wapo kwenye mahusiano ambao labda huyu mume amtoshelezi, labda huyu mume hayamtayarishi wakati wanapokuwa faragha wakipeana mautamu. Sasa kuna baadhi ya wanawake ambao huwa wanajitosheleza wenyewe. Kuna baadhi ya wanawake wapo kwenye ndoa, wapo kwenye mahusiano, lakini wanapiga punyeto. Sasa utajuaje wewe kama mwanamume kama mke wako ama mpenzi wako ametoka kupiga punyeto? Kwa sababu unajua ni vigumu sana na inasikitisha sana kwamba wengi wa wanawake ni takriban 75% ya wanawake walioolewa, wanawake waliopo ndani ya ndoa wanafoji sana. Sawa, wanafoji kwamba wamefika kileleni, wanafoji kwamba wanasikia raha, wanafoji kwamba yani ni mwendo wa kufoji tu. Sasa ili kukuokoa wewe mwanamume, usijione bwege, usifanywe poyoyo. Ule wakati mnapeana raha, mupo chumbani, alafu uone mwanamke kila unapomjaribu kumshika kipochi manyoya kama anakataa fulani hivi. Kwa sababu mwanamke yeyote aliyetoka kupiga punyeto bimaana ameshajitosheleza. So pale mahali ukipagusa huwa hataki kabisa. So kama utaona mwanamke kila unapomsogelea kwenye kipochi manyoya anakataa fulani hivi, jua huyo kishajitosheleza, jua huyo kishapiga punyeto. Kwa sababu ile sehemu ukiishika inasisimka sana. Kwenye kipochi manyoya ukimtosheleza mwanamke, iwapo muko kwenye faragha alafu mtosheleze mwanamke, kuna baadhi yao huwa hawataki tena kushikwa wakishafika kileleni. Sawa, so manake pale mahali huwa panasisimka sana, alafu hapataki tena kuguswa wala kushikwa. So tayari yeye ashapiga punyeto, ina maana kishajitosheleza. So wewe kama mwanamume ukimshika ile sehemu huwa hataki kabisa, anataka tu uridhike wewe, mambo yaishi. Lakini kama ni yeye atakupatia tabu nyingi sana. Hataki kushikwa, hataki kupigwa mnyonyo, hataki, yani hiyo sehemu huwa ni no go zone. Hataki ufike hiyo sehemu kabisa. Hata kama ni jisaji moja baada ya kupiga punyeto alafu ukutane naye, akisha react kama hivyo, jua huyo kishajimaliza, kishajitosheleza. Sawa, kwa hivyo ni changamoto kubwa sana ambayo inatolewa kwa baadhi ya wanaume ambao hawataki kuwatayarisha wake zao, lakini pia hawawatoshelezi. Inakupelekea wewe kama mwanamume kumsukuma mke wako ama mpenzi wako kupiga punyeto. Kwa sababu kuna madhara makubwa sana ya mwanamke asiyefika kileleni. Ni somo ambalo tayari nishalizungumzia, lakini iwapo unataka kujua hizo madhara ama hayo madhara, unaweza kutembelea video zangu, ama katika kipindi cha Unyagoni utaweza kupata madhara kama hayo. Kwa hivyo hakikisha kabla hujatoka chumbani kwako unamtosheleza mwanamke wako, unamtosheleza mke wako. Usimweke katika hatari ama katika nafasi yoyote ya mwanamke kupiga punyeto wakati ana mume kaolewa, ama ana mwanamume mwenyewe anahesabu yuko kwenye mahusiano ya kudumu. Sasa hivi baadhi ya wanawake wenyewe wanasema mimi nimeolewa na mume wangu mpya.
Ukimuuliza mume wako mpya ni gani, anakutolea mashine, anakutolea vifaa ambavyo vinamtosheleza yeye. So tumefikia wakati gani? Mke umeolewa, alafu unatoshelezwa na mume wako mpya, ukimuuliza anakutolea vifaa. Na iwapo mke wako ama mwanamke wako anajitosheleza kupitia vifaa, basi huyo mwanamke hutawahi kumtosheleza kimapenzi. Hautawahi, kwa sababu ile sehemu yake yeye tayari itakuwa ameshaizoesha aidha vifaa vya maua ama vya chuma, kwa sababu viko tofauti tofauti. Kuna rose, kuna dildos, na ile mashini akiingiza pale ndani, kumbuka kuna button ya kuongeza spidi, ya kupunguza spidi, ya kuiweka medium ama low ama high. Sasa wewe unapomuingilia mwanamke, hatosikia utamu kama ule ambao mashini inampatia. Kwa hivyo ni vigumu sana kumtosheleza mwanamke yeyote anayetumia vifaa kujifikisha kileleni. Kwa hivyo chonde wewe mwanamume, hakikisha, tafadhali tena tafadhali sana, hii 1% kwa kiasi fulani, ili iweze kupungua mambo ya kufoji, mambo ya mwanamke kukuonyesha kwamba ameridhika kimapenzi, kumbe bado, yaachike. Usimfanye mwanamke wako, usimfanye mke wako akatoka nje ya ndoa kwenda kutafuta kutosheka aidha kwa mwanamume mwingine, ama ukampelekea yeye awe teja wa kujipiga punyeto. Sawa?